Wapenzi waumini, tunamshukuru Allah tabarak wa taala kutuamsha tukiwa hai na kutupa fursa hii ya kuwa ndani ya siku tukufu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika 10 tukufu la ashhurul awakhir min Ramadhani. Hili ndilo 10 ambalo yule mtukufu wa daraja ambaye ameambiwa neema zote ashapewa, inna a'tainaka al-kauthar, lakini pamoja na hivyo alikuwa akijitahidi kwa ibada, pamoja na kutangaziwa na Allah tabarak wa taala kwamba amepewa janna, amepewa kheri zote, pamoja na kutangaziwa na Allah tabarak wa taala kwamba amesamehewa, haandikiwi dhambi, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Lakini na hivyo pia alikuwa 10 hili la mwisho akijitahidi, idha dakhala al-ashr min Ramadhan shadda mizara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Likiingia 10 hili la mwisho anajifunga imara Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya nabii wanasema alikuwa anajitenga kabisa na kitanda chake kwa masala ya wakeze, lakini pia vile vile akihuisha usiku wake na kuamsha wakeze ili wasikose kheri hii, kwa sababu kila anayempenda mwenzake humtakia kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa juhudi hizi ni kutupa mfano kwamba hili ni 10 lenye kheri nyingi sana, kama alivyobashiri Allah tabarak wa taala aliposema, inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr. Katika tafsiri ya mmoja kwenye wanavyoni wa leo iliyonipendeza, asema alf katika lugha ya Kiarabu inatumika wakati kwamba malipo ni zaidi kufikia milioni. Na ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule atakaingia sokoni akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, akasema maneno haya wakati ameingia kwenye sehemu ya mabiashara na nini, akakumbuka kumdhukuru Allah tabarak wa taala, basi turfa'u darajat alf daraja. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema turfa'u alf daraja, kunyanyuliwa daraja elfu ambayo hiyo ni milioni 1. Kwa hivyo asema alfu hii ameifasiri kusema ni kiwango cha juu cha nyongeza, licha tafsiri maarufu watu miaka 83, lakini asema lugha ya Kiarabu tumika alfu kitu kinapofika kuanzia milioni kwenda juu. Sasa nani atakuwa na umri huu wa kufanya amali kwa siku zote hizo, isipokuwa utaupata ndani ya usiku mmoja. Sasa hapa leo nina maneno ya mmoja katika wacha Mungu waliokuwa na ibada katika mji wa Basra kule Iraq, ambaye ni maarufu mwanachuoni huyu aitwa Malik bin Dinar, asema innal abrara taqli qulubuhum bi a'malihim, hakika wale watu wema mioyo yao huchemka katika amali, matendo ya wema. Watu tofautiana, wa innal fujara taqli qulubuhum bi a'malihim, na watu waovu vile vile mioyo yao inachemka ikipambana na mambo ya uovu na mambo ya upumbavu. Nitatoa mfano. Jana kulikuwa na mpira hapa. Sasa jiulize wewe, moyo wako ulichemka kwa nini? Kwa tarawih au kwa mpira? Vile unapochemka moyo wako ukaiona hii tarawih ni bora kuliko chochote, ndio dalili ya wema wako mbele ya Allah. Na vile utakapochemka kwa mambo ya kibuzi, ndio dalili ya uovu wako mbele ya Allah. Kwa hivyo akasema wallahu yarahumukum, na Allah anaona bidii zenu na hamu zenu ziko wapi. Hamu yako iko kwenye jambo gani? Kile utakachokipa kipaumbele katika hamu zako, fandhuru ma humumakum rahimakumullah, basi kila mmoja aiangalie katika maisha yake
hamu yake zaidi imeelekea wapi, kwa sababu hiko ndio kipimo cha wewe mwenyewe kujipima pale utakapokuwa moyo wako unachemka katika mambo ima ya heri au ya shari, ndipo utapojua msimamo wako. Wasia wetu leo, tukithirishe kuomba dua katika siku hizi zilizobakia, kwa sababu ukiangalia Qur'ani ilipozungumzia ahkamu siyam, mwisho imefunga na dua hii, wa idha sa'alaka ibadi anni, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, niko karibu na itika mwito au maombi ya kila anayeniomba. Kwa hivyo kinachotakikana tuelewe kwa Ramadhan ni moja katika ofa za Allah tabaraka wa taala za kukuweka wewe karibu na Allah tabaraka wa taala. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua 3 alizosema zinakubaliwa, moja ni dua ya mfungaji. Kwa hivyo usiseme ni kipindi hiki tu ukiwa umekuwa msikitini kwa kiamu leili, hapana. Siku mzima yako itumie kwa kuomba dua. Itumie kwa kuomba dua, kwa sababu ndani ya Ramadhani siku yako yote, mchana wako wote ukiwa umefunga, dua yako inakubaliwa. Na ni nani katika sisi ambaye hana haja kwa Allah tabarak wa taala? Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, enyi watu nyote ni mafukara, nyote mna haja kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini yatosha haja kubwa kule kutenganishwa na moto wa jahannam na kuingizwa janna, kwa sababu kufaulu kwa mwanadamu ni kuwa atatengwa na moto wa jahannam, kwa sababu hakuna kitu kibaya kilichomkabili mwanadamu mbele yake kama moto wa jahannam. Ibn al-Jawzi rahimahullah anasema moto wa jahannam ulivyo mbaya, lau ataingizwa mwanadamu mara moja na kutolewa, akitoka akaregeshwa ulimwenguni, watakaomuona watakata roho kwa sura mbaya atakaotoka nayo ndani ya moto wa jahannam, na kwa harufu mbaya atakaotoka nayo kutoka kwenye moto wa jahannam. Ndio Allah sema fama asbarahum ala an-nar, ni jambo gani linalowafanya watu wausubirie moto wa jahannam? Na milango ya kukimbia moto wa jahannam ni milango ya pepo, na Allah tabarak wa taala katupa ofa kama hizi. Tumuombeni sana Allah tabarak wa taala, kwa sababu Allah sema faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ni muda mfupi wa kudanganya tu huu, lakini hivi vitu viwili ndivyo vitu vya kuwa na hamu nayo kubwa, kukimbia moto wa jahannam na Allah aturithishe jannatul firdaus al-a'la. Na ndio utakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kukupa wewe moyo wa kuiomba janna akwambia idha sa'altumul jannata fas'alul firdaus al-a'la. Mukiomba pepo usijiombee janna tu, jiombee firdaus al-a'la, ile pepo ya juu zaidi, kwa kuwa Allah tabarak wa taala ni jawadun karim. Hakuna mkarimu zaidi ya Allah. Kwa unyonge wako, kwa udogo wa dhambi wa amali zako, kwa uchache wa amali zako, lakini ukimuomba Allah, Allah ni hayyun, ni mwingi wa haya. Mtu anapoinua mikono yake anyaruddahu khaiba, kuiregesha patupu. Tukithirisheni ndugu zangu Waislamu, hii ni fursa ipo katika maisha yetu na hatujui tutaipata tena mwaka mwingine. Kwa hivyo tukithirishe kumuomba Allah tabarak wa taala, kwani yeye Allah tabarak wa taala ndiye muweza na ndiye mwenye kutufanyia yote. Mengi twayaona ni mazito, huwa alayya hayyin, lakini Allah sema kwangu yote ni mepesi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كل سهلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.